Kuna dogo mmoja anaitwa Yusufu mwanangu. Sasa mwanangu alivyoamka asubuhi nini nikaenda kumwambia Mshua, "Oya mwanangu nimeota nini? Yule wewe hapo bi mkubwa nini na mabro wote wameninamia namna hii." Oya kaka zake wakamind kama mwanangu dogo unatuchukuliaje mwanangu kwamba wewe ndio utakuwa mfalme wetu ndani ututawale huko. Kaka zake kaeka jela si mwanangu akakunja umeona kaeka hivi. Umeona bwana sasa Mshua alikuwa anampenda kinoma mwanae akaenda akamtengeneza akamchukulia pamba fulani hivi yo fresh washikaji wakamind wakakunja tena kwa maana Mshua anatuona sisi hatuna maana kwenye familia hii hapa wakasema wewe dogo tumalizane naye kama vipi mwanangu nini tumnyooshe lakini kaka mtu akasema wewe mwanangu kwa sababu blood yetu nini ile blood nini fresh ile blood to blood nini tusimuue tumtupe kwenye kisima mwanangu dogo akatupwa kwenye kisima dogo alipotupwa kwenye kisima kidogo mwanangu akaonekana kuna wafanya biashara wanakuja kaka mtu akasema wewe mwanangu kama vipi situvute mpunga mwanangu dogo mbona kama fresh tu mbona kama mali wakamuuza mwanangu wafanya biashara wakaenda naye mpaka Misri mwanangu alipofika huko akawa anafanya kazi kwa nani kwa Mshua mmoja hivi anaitwa Potiphar asa ule Potiphar alikuwa na mke wake kumbe mwanangu ule mama mwanangu ana mind mwanangu da yani ule Yusufu akimwangalia naona mbona mtoto yuko fresh huyo hapa akataka mbarikie umeona madeu kweli ambarikie atakambarikie sema Yusufu akasemaje wewe mimi mwanangu siwezi kufanya miayusho hiyo nimkosee Mungu mwanangu lakini ingekuwa ni hivi kawaida sasa hivi nini watu mshangazi ule pale uko fresh angeruka nao sema akaona da mimi siwezi kufanya mizingo hiyo nimkosee Mungu. Yule bi mkubwa akambadilishia kesi mwanangu akasema mtoto anataka kunifanyia ubaya akapelekwa jela mwanangu. Alipoenda jela kule ndo kukutana na masela au wanafanya kazi kwa mfalme. Ndio. Aliposema anafanya kazi kwa mfalme nini yule pale akamwambia bwana wewe hapo aliota ndoto ndege wanakula nini kwenye kichwa chake akamwambia wewe hapo unauawa. Kweli kesho mwanangu mmoja akauawa. Mwingine akamwambia wewe fresh mwanangu unarudi kwa mfalme mbona fresh tu. Yule karudi zake kwa mfalme. Alipofika kwa mfalme siku moja mfalme akaota ndoto mwanangu. Watu wote wameshindwa kungamua akamwambia kuna dogo mmoja yuko jela kule anaitwa Yusufu fresh anajua hivi mangu akija mwanangu anakuhadithia basi mwanangu Daudi ndo kutolewa jela kupelekwa kwa mfalme akamwambia bwana mfalme umeona ng'ombe 7 wamenenepa kinoma mwanangu afu walivyokuwa wanakula majani vikatokea ving'ombe fulani vimekonda mwanangu mbavu tupu vikameza wale ng'ombe wengine akamwambia hiyo ni miaka 7 ya neema afu miaka 7 mingine ya ubao yenda kwa hamna chochote umeona mwanangu ubao yani njaa yani miaka 7 ya ubao asa mwanangu ulipotokea vile mfalme akamweka Yusufu kusimamia kila kitu kwa hiyo miaka 7 wazalishe mwanangu kwa magodown yote ni akamejaa msosi nini fresh nini ndo paka mataifa mengine wakaja ile kuja kuomba msosi kwa Farao umeona mwanangu huyo kama msosi kuja kuomba msosi kwa Farao hapo sasa story inakuja kuwa tamu kivipi kaka zake ametoka zao kule mwanangu ana ubao kinoma amebeba magunia hawana hata 100 wanakuja pale afu ile unakuta ndo mkuu wa kitengo afu wamemsahau itaendelea wiki ijayo mwanangu